Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Manyara imetoa amri ya dharura inayofunga mkono msajili wa vyama vya siasa asichukue hatua yoyote ya kuifuta Chadema au kuipiga faini, ikikubaliana na hoja ya kuwa mamlaka hiyo haiwezi kuwa mlalamikaji na jaji katika shauri moja. Uamuzi huo mzito wa kisheria umetolewa jana Jumatatu ya Mei 25, 2026 na Jaji IC Mugeta kufuatia ombi la dharura lililofunguliwa na Katibu Mkuu na Baraza la Wadhamini wa Chadema kupitia mawakili wasomi Mpale Mpoki, Nyaronyo Kichele na Hekima Mwasipu. Mvutano huo wa kisheria umetokana na barua ya msajili ya Mei 7, 2026 iliyoituhumu Chadema kukiuka masharti ya usajili na kutoa kauli za uchochezi dhidi ya serikali na rais, baada ya chama hicho kukosoa ripoti ya kamati ya uchunguzi wa matukio ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Katika uamuzi huo, Jaji Mugeta amekubaliana na hoja za Chadema kuwa kuna masuala mazito ya kisheria ya kujadiliwa, hususan jinsi msajili anavyojigeuza mlalamikaji, mchunguzi na maamuzi wa makosa anayotuhumu mwenyewe, jambo linalokiuka misingi ya haki asilia. Kusitisha usajili wa chama cha siasa kunaleta madhara makubwa yasiyofidia kifedha, ikiwemo kusinyaa kwa uhuru wa kiraia. Hatua hiyo inaweza kukifanya chama kitoweke kabisa, kwani wanachama wanaweza kukata tamaa, alionya Jaji Mugeta katika uamuzi huo jana. Kufuatia amri hiyo ya mahakama, msajili wa vyama vya siasa amezuiwa rasmi kuigusa Chadema au viongozi wake hadi hapo maombi makuu ya chama hicho ya kuomba kibali cha kufanya mapitio ya kihukumu yatakaposikilizwa mbele ya pande zote mbili. Mtazamaji, twende kwenye uwanja wa comment ni kupitisha haraka. Huyu anaitwa Heli Sango anasema safi sana, kumbe bado majaji tunao. Huyu mwingine anaitwa Livington Gamba anasema mlalamikaji, mchunguzi na mwamuzi wa adhabu ya makosa anayoyatuhumu mwenyewe. Haya ni maneno mazito niliyoyatafakari. Mwingine anaitwa John Mlangi anasema vizuri sana, ndio mahakama zinatakiwa kufanya kazi kwa uhuru. Majaji au mahakimu wanaofanya kazi zao kwa maagizo kutoka juu ndio gonjwa kwenye mahakama zetu. Mwingine anaitwa Beni Mwengo anasema asante Mungu wa mbinguni, naona upo kazini usiku na mchana kuipigania Tanganyika. Mwingine anaitwa Shabili Maho anasema msajili kabisa, naye kavaa jezi ya mboga anataka kushambulia kama winga teleza. Timu ya baba yake mara papu kaambiwa tulia kwanza, hata beuki haufai, alafu wewe kazi yako ni kulinda uwanja, tuliza komwe. Aibu nimeiona mimi, sheria kuzijiwa hata upupu au kuashi. Mwingine anaitwa Enoki Kiliba anasema huyu anaitwa Enoki Kiliba anasema wauni wa sheria hawawezekani, inabidi uwe na miujiza kama ya Yesu ndio unaweza kuwashinda. Mwingine anaitwa Robi Omwita anasema Chadema haiwezi kuuliwa na mtu, ni mpango wa Mungu. Mwingine anaitwa Daudi Ilepa anasema asante Mungu. Mwingine anaitwa Kaka Mkubwa anasema Chadema wana sheria, wanajua sheria, bila hivyo ingepotea chama chetu, yani Chadema hakuna chawa, kuna watu wenye elimu waliosoma alafu akasoma tena. Mwingine anasema anaitwa Danieli Anthony anasema Chadema kuna magwiji wa sheria, kitaka kuwakabili Chadema kisheria huo umekuiva kweli kweli kisheria, ndio maana hata Tundu Lissu wamemshindwa kisheria, sasa anatumia mabavu kumweka mahabusu. Mwingine anaitwa Hofu ni Mbaya anameandika kwamba chama ni chuma. Mwingine anaitwa Eliam Emmanuel anauliza hivi huyu aliwezaje kuwa jaji, usajili au wa kukuwa na usaili wa kumpata mtu sahihi kwenye hiyo ofisi? Huu ni mwisho wa comment section. Kama una maoni yako tuandikie hapo kwenye comment. Asante. Hii ni Magwizwa TV. Endelea kubaki nasi, subscribe, like na comment. Hii ni Magwizwa.